Wakati rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba wapo katika mpango wa mazungumzo na Uchina juu ya masuala ya ushuru, huku akisema kwamba atapunguza ushuru kwa Uchina, China imesema na kukanusha kwamba haikuwa na mazungumzo yoyote ya dhati na utawala wa Donald Trump juu ya masuala ya ushuru, ikisema kwamba dhana yoyote ya maendeleo katika suala hilo haina msingi wa kujaribu kupata upepo. Maoni ya China yanakuja baada ya Rais Trump kusema siku ya Jumanne kwamba mambo yalikuwa vizuri na Uchina na kwamba kiwango cha mwisho cha ushuru kwa mauzo ya nje ya China kitashuka kwa kiasi kikubwa kutoka 145% ya sasa. Guo Jiakun, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, amesema wakati wa mkutano wa kila siku wa Alhamisi, kwa yote ninayojua, China na Marekani hazina mashauriano yoyote au mazungumzo juu ya ushuru. Bado hazijafikia makubaliano ya aina yoyote. Msimamo wa China ni thabiti na tuko wazi kwa mashauriano na mazungumzo, lakini aina yoyote ya mashauriano na mazungumzo lazima ifanywe kwa misingi ya kuheshimiana kwa usawa, msemaji wa Wizara ya Biashara He Yadong alisema. Madai yoyote kuhusu maendeleo ya mazungumzo ya kibiashara kati ya China na Marekani hayana msingi wa kujaribu kupata upepo na hayana msingi wa kweli, msemaji huyo aliendelea kusema. Trump aliwaambia waandishi wa habari mapema wiki hii kwamba kila kitu kiko sawa alipoulizwa ikiwa anashirikiana na Uchina, ingawa waziri wake wa fedha alisema hakukuwa na mazungumzo rasmi. Alipoulizwa Alhamisi kuhusu China kukanusha kuwa kulikuwa na mazungumzo yoyote na Marekani, Trump alisema walikuwa na mkutano asubuhi ya leo. Rais wa Marekani ambaye ni wa chama cha Republican ameonyesha nia ya kutaka kupunguza viwango vyake vya kulipiza kisasi bidhaa kutoka nchini China kwenda nchini Marekani. Utawala wa Trump siku ya Alhamisi nzima uliendelea kutuma ishara mchanganyiko. Waziri wa fedha Scott Bessent alisema alikuwa na mkutano wa nchi mbili uliofanikiwa sana siku ya Alhamisi na Korea Kusini, akionyesha kuwa nchi hizo mbili zinaweza kusuluhisha masharti ya kiufundi kwa makubaliano mapema wiki ijayo. Bado ndani ya dakika chache baada ya Bessent kusema hivyo, Trump alijibu hoja yake kutoka Jumatano na akasema haiwezekani kimwili kupitia mafunzo ya nchi kadhaa na tutapanga tu bei za mikataba. Nyingi zitatozwa ushuru, Trump alisema. Wengine walitutendea isivyo haki, watatozwa ushuru wa juu kuliko wengine. Trump alikuwa ameweka ushuru wa 145% kwa uagizaji kutoka China, wakati Uchina ilirudisha nyuma kwa ushuru wa 125% kwa bidhaa za Marekani, wakati Trump amezipa nchi zingine siku 90 juu ya masuala ya ushuru. Kama viongozi hao waliahidi kufanya mazungumzo na Marekani, badala yake Beijing iliongeza ushuru wake na kupelekea hatua zingine za kiuchumi kujibu, huku ikiapa kupigana hadi mwisho. Kwa mfano, Uchina ilizuia usafirishaji wa madini adimu na kuibua kesi nyingi dhidi ya Marekani katika shirika la biashara ulimwenguni. China pia iliweka wazi kuwa mazungumzo yanapaswa kuhusishwa kufutwa kwa ushuru wote inaokabiliana nao kwa sasa. Hatua za kuongeza ushuru wa upande mmoja zilianzishwa na Marekani. Iwapo Marekani inataka kweli kutatua tatizo hilo, inapaswa kukabiliana na sauti za kimantiki za jumuiya ya kimataifa za pande zote. Hata hivyo, kufuta kabisa hatua zote za ushuru kwa upande mmoja dhidi ya China na kutafuta njia za kufuta tofauti kwa njia ya mazungumzo sawa, alisema hii msemaji wa Wizara ya Biashara. Licha ya hatua za kiuchumi zilizowekwa dhidi ya China, Trump alisema Jumanne kwamba atakuwa mzuri sana na hatacheza mpira mkali na rais wa Uchina Xi Jinping. Tutaishi pamoja kwa furaha na kwa hakika tutafanya kazi pamoja, Trump alisema. Basi mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News.